Mradi wa ujenzi wa soko la kimataifa la vitunguu lililopo kata ya Unyambwa, manispaa ya Singida, unatarajiwa kunufaisha wakulima wa vitunguu kwa kuwa na soko la uhakika kutoka nje ya nchi. Hii ni ripoti ya mwenzangu Mika Ramadhani kutoka mkoani Singida ikisimulia zaidi. Mradi huu wa ujenzi ambao umeanza kutekelezwa mwezi wa 7 mwaka 2025 unatarajia kugharimu kiasi cha zaidi ya shilingi bilioni 3 na milioni 900, soko ambalo kiasi kikubwa litawainua wakulima wa vitunguu mkoani Singida. Leo Kisakwa ni mhandisi mkazi hapa, anasoma taarifa ya mradi huo. Mradi wa ujenzi wa soko la kimataifa la vitunguu umeanza kutekelezwa tarehe 7 Julai 2025 na unategemewa kukamilika tarehe 23 Oktoba 2026. Hadi kukamilika kwa mradi huu, soko la vitunguu utagharimu shilingi bilioni 3 milioni 982,606,800. Kazi zitakazofanyika kwenye mradi ni ujenzi wa barabara ndani ya soko, ujenzi wa jengo la utawala lililo na ghorofa moja, jengo la uchakataji wa vitunguu ambayo ni maeneo ya kukaushia, kuchambua na kutunzia vitunguu. Vile kutakuwa na ujenzi wa uzio kuzunguka soko. Mradi umefikia 20% za utekelezaji kwa sasa na kiasi cha shilingi Naam, kuzungumza zaidi kuhusu taarifa hii, lakini pia niombe radhi kwa sababu ya picha hii ambayo haijakaa sawa. Naungana na mwenzangu Mika Ramadhani, alikuwa miongoni mwa waandishi ambao wameshiriki katika ziara ya Katibu wa NEC Itikadi, Uenezi na Mafunzo, Chama cha Mapinduzi, Kenani Kihongosi. Tutazungumza naye kuhusu mambo haya ambayo yameibuliwa katika ziara yake ambayo imeanzia mkoani Singida. Karibu sana Mika, tuanzie hapa. Ziara ya Kihongosi, pengine kwa leo kwa ujumla wake imeibua mambo yapi? Asante sana Kisa ndani hapo katika studio zetu za East Africa. Ziara ya Katibu wa NEC Itikadi, Uenezi na Mafunzo, Mheshimiwa Kenani Kihongosi kwa siku ya leo. Na hapa sasa hivi tunapozungumza bado tupo katika eneo la mkutano wa stendi ya zamani manispaa ya Singida, na kumeibuka kero mbalimbali hapa kama unavyojua. Katibu amekuwa akisikiliza kero za wananchi na kuzitafutia ufumbuzi. Hapa kubwa kilichoibuka ni migogoro ya ardhi ambayo imekuwa ikiibuka hapa. Baadhi ya wananchi wamekuwa wakitoa kero nyingi sana, kubwa sana naona ni mambo ya migogoro ya ardhi ndio imekuwa ikiibuka hapa. Mika, tulikuwa tukitazama hapa taarifa kuhusu soko la kimataifa la vitunguu. Maelekezo ni yapi yametolewa na pengine litabadilisha vipi maisha ya wananchi Singida? Mkoa wa Singida ni moja kati ya mikoa ambayo imekuwa ikilima vitunguu kwa wingi sana hapa nchini na uzalishaji wakubwa. Kwa hiyo kuwepo kwa hili soko la kimataifa la vitunguu utawasaidia sana wananchi wa mkoa wa Singida kujiongezea kipato na kujinufaisha kiuchumi. Lakini pia maelekezo ambayo ameweza kutoa Katibu wa NEC Itikadi na Uenezi Kenani Kihongosi ni kuwataka mkandarasi kuweza kuhakikisha ubora wa mradi huo unaweza kufikiwa kwa wakati na mradi ukamilike kwa wakati, ili wananchi waweze kunufaika na mradi huu, kwa sababu serikali imetumia fedha nyingi sana ili kuweza kujenga mradi huu. Lakini pia wafanyabiashara wa vitunguu na pamoja na wakulima wameweza kuipongeza serikali kuweza kuwapatia kituo hicho, ili nikumbuke hili ni soko la kimataifa, kwa maana ya kwamba vitunguu vitatoka sehemu mbalimbali ya nchi na kuweza kufika katika soko hilo ili kuweza kufanya biashara, na wengine wanaweza kupeleka hata nje ya nchi ya Tanzania. Haya, sasa hivi ni 1:30. Kuna dalili zote za kumaliza kusikiliza hizo kero za wananchi, au hapo ni mpaka usiku sana mtakuwa? Sasa kama unavyoona taa zinawaka sasa, Kisa hapa kama unavyoona taa zinawaka hapo sasa, naona Katibu Kihongosi ndo anaanza kuondoka katika maeneo haya. Lakini kama unavyofahamu basi wewe ulitembea naye kwenye kampeni, kipindi cha kampeni hapo ulikuwa naye kama kawaida tu, anaburudisha kidogo mashabiki ambao wamefika hapa. Hivi punde ametoka kutoa mistari yake hapo. Wewe sio mgeni na ulikoko sana kwenye ziara nchi nzima. Asante sana Mika, nikushukuru na niwatakie majukumu mema. Asante sana, kazi njema. Haya, ni mwenzangu Mika Ramadhani kutoka Singida akitupa taarifa kwa uchache kuhusu kile ambacho kinaendelea mkoani Singida. Asante kwa wengi ambao wanaendelea kufuatana nasi. Nimekuona George Kimaro akisema anafuatilia EATV saa 1 kutoka Moshi. Asante pia kwa Zakaria John, anasema yeye ni kutoka Mufindi, Tanzania, yuko live kufuatilia EATV saa 1 mpaka tamati. Asante, tutazame taarifa ya Morogoro.